wizara hii imetenga bajeti ya bilioni 35,957,298, lakini kati ya hizo zilizotengwa kwa miradi ya maendeleo ni bilioni 5+. Kwangu mimi, Mheshimiwa Mwenyekiti, naona hela hizi bado ni kidogo ukilinganisha na mahitaji makubwa ya kundi hili maalum la vijana ambalo ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo niombe serikali ione namna ya kuongeza bajeti kwenye eneo hili, lakini niungane na wabunge wenzangu kusisitiza kwamba zile bilioni 200 za vijana zirudi kwenye wizara husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba niendelee kuipongeza serikali kwa jinsi ambavyo inaendelea kuwainua sio vijana tu kiuchumi, bali wanawake na watu wenye ulemavu, na naomba sasa nichangie katika maeneo machache. Swala la kwanza ni kuhusu mitaji kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana wengi wana nia na ari ya kufanya kazi, lakini wanakosa mitaji, au wakati mwingine wanakutana na masharti magumu ya mitaji hii, ya mikopo hii, kiasi ambacho wanashindwa. Niombe hapa serikali iongeze juhudi katika kuhakikisha kwamba inapunguza urasimu wa upatikanaji wa mikopo hii, na hapa niombe pia nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kauli yake ya kusema kwamba tutumie NIDA badala ya kuomba barua. Kwa hiyo kama mtu ana NIDA hakuna sababu ya kupewa barua ya utambulisho. Eneo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni changamoto ya ujuzi usioendana na soko halisi la ajira kwa sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dhahiri kwamba bado kuna pengo kati ya elimu ambayo tunaitoa kwa wahitimu wetu na soko la ajira. Niombe serikali iendelee kuboresha mitaala, hasa kwenye eneo la mafunzo kwa vitendo, teknolojia na ubunifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ni ajira zisizo na uhakika wa kipato kwa vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana wetu wengi wanafanya kazi katika maeneo ambayo, sekta ambayo sio rasmi, ambayo haina uhakika wa kipato cha kudumu, lakini pia haina uhakika wa hifadhi ya jamii. Hapa niombe serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi iongeze rasilimali zaidi kwenye sekta zenye kutoa ajira nyingi, kwa mfano kwenye sekta ya viwanda pamoja na sekta ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ni swala la afya ya akili. Kutokana na matatizo na changamoto, Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana wetu wengi wanakumbwa na tatizo la msongo wa mawazo. Na kwa ajili hiyo, wengine wamefikia hatua wanakata tamaa, lakini kuna wengine wameingia kwenye vitendo ambavyo havina tija, kwa mfano kucheza kamari kupita kiasi. Kwenye eneo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba serikali iwekeze zaidi kwenye eneo la afya ya jamii kwa kuongeza wataalamu wa kutoa ushauri na saha kwa vijana wetu ili kutatua tatizo hili. Eneo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni matumizi yasiyo na tija ya mitandao ya jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli usiopingika kwamba mitandao ya jamii ni fursa na ni uchumi kama ikitumika vizuri, lakini bado vijana wetu wengi wanatumia mitandao hii vibaya. Niombe wizara ikishirikiana na wadau wa vijana ione namna ya kuwaelimisha vijana wetu juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya jamii ili waweze kujipatia kipato. Tuna mifano mingi ya watu ambao wanatumia mitandao ya jamii na wanaishi maisha yao vizuri, kama kina Sishole, kina Nifa, kina Kelvin Events. Naomba tujifunze kutoka kwa vijana hao. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe wizara iendelee kuwafikia vijana, hasa wale walioko katika maeneo ya vijijini, ili na wenyewe waweze kupata fursa kama vijana wa mjini. Lakini eneo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukosefu wa mwongozo au mentorship kwa vijana wetu. Vijana wetu hawajapata watu wa kuweza kuwasaidia katika safari zao za kiuchumi au safari zao za kitaaluma. Niombe tuwekeze sana kwenye eneo hili ili tupate washauri watakaoweza kuwasaidia vijana wetu katika kuwapa mwongozo wa namna gani, hasa kwenye eneo la uwekezaji. Na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, japo sio kwa umuhimu, ni kitu ambacho mimi nakiita aftercare. Hata sisi wazazi tukishajifungua kuna kitu kinaitwa postnatal. Sasa kwa vijana niombe, tunawapa hawa vijana mikopo, lakini mara nyingi hatuwafuatilii kwamba wanaendeleaje. Niombe tuweke mkazo kwenye ufuatiliaji ili kuweza kubaini changamoto za vijana hao, lakini sio changamoto, tuna maendeleo yao, lakini pia ili tuweze kuwapa ushauri